Hii ni video ambayo imekuwa ikitrendi sana huko nchini Kenya, ikimuonesha mbunge wa huko Kenya akibambiwa na watu wa jimbo lake, ikiwa ni hadharani kabisa. Sasa kufuatia hapo video, kuna maoni ya watu ambao wakisifia sana nchi ya Tanzania, na hii ni kutokana kwamba wakimchukua mmoja kati ya mfano wa kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Tulia Ackson, spika wa bunge, ambaye mara nyingi amekuwa akijichanganya na wananchi katika mikutano na hadhara mbalimbali, akicheza katikati yao, lakini hakuna ambaye anaonesha maudhui yote ya kwenda labda kumbambia. Sasa hii imeleta sitofahamu kwa hii video ambayo imekuwa ikitrend huko Kenya, ikimuonesha mbunge wa Kenya akibambiwa na wananchi wake, ikiwa ni hadharani, watu wengi wakichukulia kwamba hayo maudhui yalikuwa ni maudhui ambayo sio mazuri kwa kweli kuonesha mbele ya watu, yani watu kwenda kumbambia kiongozi wao, hata kama ndo kujichanganya na jamii, lakini sio kihivyo jamii jinsi ilivyomtendea mbunge wao. Japo mbunge ukiona klipu hii alijitahidi sana kujitoa, lakini wapi, walimfuata mpaka mwisho wa siku mmoja akafanikiwa kumbambia. Karibu tukalichambua sakata hili la mbunge huyu ambaye amebambiwa, lakini pia nitakuachia kutazama klipu hii mwanzo hadi mwisho baada ya kuongea maneno haya. Na mje tulichambue hili sakata. Hii video imekuwa ikitrendi sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Video ambayo inaenda kwa kasi sana, ikimuonesha moja kati ya mbunge wa jimbo moja huko nchini Kenya akibambiwa, Waswahili wanasema hivyo, yani akicheza na mwanaume akiwa nyuma yake, kwa lugha rahisi naweza nikasema hivyo. Sasa hii video imeweza kuzua sana tafaruku na sintofahamu sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo imeposti hii hapa video. Lakini moja kati ya blog kubwa ambayo imeweza kuposti hapa video ni blog moja ambayo inaitwa Stories za Town. Iliweza kuposti hapa video, lakini hapa video imeweza kuzua sintofahamu kwa watu kupitia mtandao huu wa Instagram, ambapo wengi waliweza kutoa maoni yao na kuonesha dhamira yao kufuatia hii video ambayo imekuwa ikisambaa sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa ni video ambayo ilimuonesha mbunge wa huko Kenya akicheza jinsi kama unavyoona. Utaweza kukuachia ukapata kuitazama video hii hapo mwishoni baada ya kuongea maneno haya. Ukiangalia hapo, mbunge huyo amezungukwa na wanaume zaidi ya 5 hivi kwa tathmini ya kuangalia. Lakini niliona wakati anacheza alijitahidi angalau kuepuka hawa, lakini walimfuata na yeye kuonesha upendo kwa kuwa ni mbunge, ilibidi tu acheze nao, ilikuwa hamna namna. Kama ukiangalia huyu hapo mwanaume akienda nyuma yake na kuanza kumwagia mauno, Waswahili wanasema hivyo, lakini akaenda mtu mwingine akamtoa. Sasa nitaenda kusomea baadhi ya comments za wadau wa kile ambacho wamekiandika kuhusiana na hii video ambayo imetrend sana kupitia pages mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukiangazia mtandao wa Twitter, huyu hapa anaitwa Cox Dawa Yao, yakaweza kusema kwamba ila wa Kenya afakatuma na emoji za kucheka. Mwingine akaweza kusema kwamba Kenya ni jina, nchi ni wao. Haya bana, huyu anaitwa Beatrice Outfit Story, akaweza kusema kwamba mama kajichanganya kwa Gen Z. Huyu hapa anaitwa Flyboy XXL, yeye akasema kwamba jaribu kwetu uone utakavyochotwa kama mwewe na kifaranga fye, afu akatuma na emoji 3 za kucheka. Huyu hapa anaitwa Mchamo Boy City, akasema kwamba watu wanataka kwenye pachupachu bana. Haya, huyu mwingine akasema kwamba wahuni sio watu wazuri. Huyu mwingine akasema kwamba ila wa Kenya. Haya, huyu hapa ni Dangote Morris, akaweza kusema kwamba tunamlipa kodi zetu, lazima tumtumie vizuri bana, akatuma na emoji 3. Huyu hapa mwingine akasema kwamba sasa hii ni nyimbo ya kubambiana kweli, akatuma na emoji ya kucheka. Maana nyimbo ambayo ilikuwa iko nyuma ama soundtrack ambayo ilikuwa inapigwa wakati mbunge huyu wa jimbo la Kenya akicheza ilikuwa ni nyimbo ya Joel Lwaga, ile ini Oldumare. Kwa hiyo ni nyimbo ya dini, lakini jinsi walivyoicheza, wamecheza katika maudhui ambayo sio, naweza nikasema hivyo. Watu wakaendelea kutoa maoni yao, wakasema kwamba jitahidi sana kuwakwepa, lakini wapi. Mwingine akasema kwamba shida sio kubambiwa, shida hiyo nyimbo iliyowafanya kumbambia ndio kichekesho kitupu. Huyu mwingine akasema kwamba jaribu bongo utapigwa rungu za ugoko. Huyu mwingine akasema kwamba huyu mwenye reflector anataka kufanyeje jamani. Haya bana. Huyu hapa anaitwa yani hadi nimecheka mwenyewe tu. Huyu akaanza kusema kwamba huyu ni kweli, akawatukana hapo, afu akaendelea kusema kwamba huyu jamaa atakuwa kachafua hadi nguo ya ndani.
hawa sio vijana mbona? Ni wazee kabisa. Huyo akaanza kusema hivyo. Mwingine huyu hapa anaitwa Salia, yeye akaanza kusema kwamba hawana adabu. Mbona wa huku huwa wanacheza na Tulia ila huwa hawafanyi hivyo, au ndio hawana maadili? Haya, huyu akaanza kusema kwamba vijana wanakabia juu sana. Huyu akaanza kusema kwamba amevizia mpaka kufanikiwa. Haya, huyu akasema kwamba hata Kenya vijana wao hovyo kama kwetu tu. Acha abambiwe piskali huyo. Haya bana, huyu akaanza kusema hivyo kwamba acha abambie. Huyu hapa mwingine akaanza kumtagi Joel Lwaga aje atazame kile ambacho kinaendelea. Maana nyimbo yake inatumika kwa bunge kubambiwa. Mwingine akasema kwamba mbunge mwenyewe mbichi kabisa huyu. Haya, huyu akaanza kusema kwamba asikajisogeza mwenyewe, acha kimkute. Comment za wadau ni nyingi kweli kweli, walikuwa wanaliongelea kuhusiana hili hapa jambo. Sasa wewe unazungumzaje hii hapa video ambayo inaendelea kutrend mpaka sasa kwa kasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii? Je, ingekuwaje kama ingetokea huku kwetu Tanzania? Hili ni swali ambalo nakuachia wewe ndugu mtazamaji wetu, lakini pia unijibie kupitia comment section. Ni kipi ambacho kingetokea kama ingetokea vijana wa Tanzania, labda let's say unambambia mbunge wako wa jimbo? Hili kwako lingekaaje? Nipe comment kupitia comment section, andika yote ambayo unahitaji. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud_Rizzi. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia yetu wa kwanza ambaye utakuwa unapata updates zetu kila wakati. Hem, tazama hapa video ya mbunge huyu akibambiwa, uone jinsi walivyokuwa wanashabikia mwanzo hadi mwisho.